Naomba nilete ujumbe maalum kama ambavyo imeonyeshwa katika ratiba yetu. Mheshimiwa Baba Askofu Orososi, Askofu wa TAG Jimbo la Arusha Kati na Katibu Mkuu wa Kanisa la Arusha, ambaye ni mnenaji wetu maalum katika ibada hii ya shukrani leo tarehe 25 Julai 2026. Waheshimiwa maaskofu wakuu, waheshimiwa viongozi wa serikali na vyama mbalimbali mlioko hapa, Mheshimiwa mjumbe wa bodi ya wadhamini TAG Professor Solomon Mwagisa, baba yetu wa imani, Mheshimiwa mwenyekiti wa CPST mkoa wa Arusha, waheshimiwa maaskofu wa majimbo, Mheshimiwa mkuu wa chuo cha NBC na katibu wa kanda ya kaskazini, waheshimiwa waangalizi, wachungaji, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mlioko hapa, waheshimiwa wakuu, viongozi wa brass band pamoja na timu yenu yote kutoka Moshi, waheshimiwa wadau wa taasisi mbalimbali, waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali, walimu, wafanyakazi, wazazi na wanafunzi wote wa Arusha Integrated School, waheshimiwa washirika kutoka makanisa mbalimbali, mabibi na mabwana, miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunamshukuru sana Mungu kwa kutupa fursa ya kukutana mahali hapa ili kumshukuru Mungu kwa matendo yake makuu aliyofanya kwa kanisa la TAG Arusha Revival Christian Center, kwa kifupi ARCC. Tunawashukuru sana wote kwa kukubali mwaliko wetu ili kuweza kujumuika nasi katika siku hii adhimu ya kumshukuru Mungu. Hii ni siku ya kumshukuru Mungu sana kwa matendo makuu. Tangu zamani Mungu alipowatendea watu wake miujiza, walimshukuru Mungu. Mungu alipowavusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu, walimshukuru Mungu. Na sisi leo tunamshukuru Mungu. Katika kanisa la RCC tunamshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo ametutendea. Tunasimama na nyakati wa pili 20:21 inayosema mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Tunasimama pia na Zaburi 105 mstari wa kwanza inayosema haleluya, mshukuruni Bwana, wajulisheni watu matendo yake. Tunamshukuru Mungu sana kwa kutupa mpango mkakati wa miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kutupa zawadi ya askofu mkuu Mheshimiwa Daktari Barnabas Weston Mtokambari. Mungu alimpa mpango huu kwa ajili ya kuivuna Tanzania na kuleta uamsho Tanzania. Mpango ambao umegawanyika katika sehemu kuu 5 kama ifuatavyo: ibada, wanafunzi, agizo kuu, mifumo ya taasisi na uchumi na jamii. Katika maeneo haya 5 naomba kugusia maeneo mawili tu kwa leo. Nayo ni eneo la agizo kuu la kuvuna Tanzania kwa kutumia mbinu mbalimbali. Kanisa letu katika mpango kazi wake 2024 hadi 2025, kanisa la RCC liliongezeka kutoka takriban washirika 140 hadi 250. Mwaka huu 2026 tuna mpango wa kuliongeza kanisa kutoka washirika 250 mpaka 500. Eneo la pili katika maeneo makuu 5 ni lile la uchumi na jamii. Katika sehemu hii ya 5, eneo kuu la kuonyesha matokeo elo linasema na nukuu, anzisha vitega uchumi na miradi inayogusa jamii kwa upendo wa Kristo. Kanisa la RCC limekuwa na mradi mdogo wa shule ya awali ya watoto wadogo ijulikanayo kama daycare au chekechea, ambayo kwa idadi ni kama watoto 15. Katika sehemu hii ya 5, lengo lake mkakati la L1
linasema na nukuu, miradi iliyopo imeboreshwa na mipya imeanzishwa ili kuliwezesha kanisa kiuchumi na kuigusa jamii. Pia sehemu ya mkakati ya L54 inasema na nukuu, himiza kanisa kuanzisha shule za msingi na chekechea katika ngazi zote. Kanisa la RCC imeboresha mradi wa shule ya awali ya watoto wadogo ijulikanayo kama chekechea na kununua shule ya jirani ijulikanayo kwa jina la Arusha Integrated School ambayo ina madarasa kuanzia chekechea hadi darasa la 7. Huu ni muujiza mkubwa sana. Shule hii ilikuwa inamilikiwa na watu wengine ambao sio wa imani yetu na tena wenye msimamo mkali sana. Lakini maono haya yalizaliwa katika maombi na Mungu aliweza kutupa hatua, aliweza kunipa hatua kama 10 hivi za kumiliki shule hiyo. Nitaeletoa ushuhuda siku nyingine. Kwa hiyo shule hii ni Mungu ametupa. Kwa nini? Kwa sababu shule hii hatukuuziwa kwa sababu ilikuwa imedorora. Shule hii hatukuuziwa kwa sababu ilikufa au wameshindwa kuendesha. Shule hii ilikuwa hai na ni shule ambayo ilikuwa inaendelea vizuri, lakini kwa sababu Mungu alisema kwamba atatupanua kusini, Mungu ametupanua. Neno letu la unabii la mwaka jana ilikuwa ni mwaka wa nini jamani RCC? Mwaka jana tulikuwa na neno la unabii kwamba ni mwaka wa urejesho. Na mwaka huu Mungu akatupa neno la unabii kwamba ni mwaka wa malango kuwa wazi. Na Mungu amethibitisha kwa kishindo kikubwa kwamba malango yamekuwa wazi. Hili ni jambo ambalo Mungu amefanya mwenyewe. Sisi, mimi binafsi na familia yangu na kanisa letu tunatetemeka, tunaogopa kusema ni sisi, na kanisa letu wanajua. Lakini hata ukiangalia muda wenyewe tunaogopa kusema ni sisi tumefanya. Ni Mungu amefanya. Shule hii siku nyingine nitatoa ushuhuda kwamba hii shule imetoka kwa Mungu, kwa sauti ya Mungu mwenyewe. Kwa sababu haikuwa rahisi kuuziwa shule ambayo iko active, iko hai, ina wafanyakazi. Ni Mungu mwenyewe ametoa. Shule hii ina jumla ya watoto, ilikuwa na jumla ya watoto 278. Lakini tangu tumepokea shule hii idadi inaendelea kuongezeka. Shule hii ina wafanyakazi na watoto 278 na wafanyakazi wa kutosha, na kulingana na mkakati wetu, hasa kwa kuzingatia mkakati L53 inasema na nukuu, anzisha shule za sekondari za kanisa. Kanisa letu la RCC lina mkakati wa kuendeleza shule ya Arusha Integrated School hadi kufikia sekondari. Kusudi kubwa ni kuliwezesha kanisa kiuchumi na kugusa jamii ya Arusha na Tanzania yote kwa upendo wa Kristo. Kanisa letu la RCC lina mkakati wa kuwafikia na kuwainua vijana wa Kitanzania kielimu na kiuchumi, hasa tukizingatia kwamba sensa ya taifa ya watu na makazi ya mwaka 2022 inaonyesha kuwa 76% ya Watanzania ni vijana wenye umri wa miaka 0 mpaka 38. Vile vile katika jiji la Arusha 74% ya wakazi ni vijana wenye umri wa miaka 0 mpaka 34. Idadi hii kubwa ya watu
hususan vijana inaishi katika mazingira yanayokabiliwa na changamoto mbalimbali zinazohitaji suluhisho la pamoja, zikiwemo kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira kwa vijana sambamba na upungufu wa mafunzo ya ufundi stadi na ujuzi wa kujiajiri. Pili, watoto wanaohitaji mazingira salama ya kujifunzia, kucheza na kulelewa kiroho. Tatu, uhitaji wa injili kamili yenye uwezo wa kumgusa na kubadilisha mwanadamu katika nyanja za kiroho, kijamii, kiuchumi na kimaadili. Kanisa letu, kwa kuzingatia kuwa sisi ni sehemu ya jamii hii, tumekuwa tukimwomba Mungu atupe njia za kushiriki kikamilifu katika kuchangia kuleta utatuzi wa changamoto hizi. Mungu wetu kwa majira na nyakati zake ameamua kutupa eneo hili la shule ambalo tumelinunua kwa pesa nyingi, tukishirikiana na wadau wa injili kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Kanisa la RCC pia linazingatia lengo la namba 2 la dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 linalosema, na nukuu, maisha bora na ustawi kwa watu, na kusisitiza kuwa mfumo bora na jumuishi wa elimu na mafunzo katika ngazi zote, watoto wote wa kike na wa kiume wana fursa sawa kupata elimu ya awali yenye kujenga msingi imara kwa ajili ya kujifunza na kujielimisha bila ukomo. Watanzania wote wanapata elimu msingi bora na angalau 25% wanapata elimu ya juu. Kanisa la RCC limeheshimiwa na Mungu kushiriki katika lengo hili, na ndio maana tumeona tutumie fursa hii kumshukuru Mungu na kumwomba Mungu atuwezeshe ili mchango wetu kwa taifa uzidi kuleta tija iliyo dhahiri. Kanisa la RCC pamoja na kuendeleza elimu ya chekechea, ya awali na msingi, kanisa litatumia maeneo hayo ya shule kutoa mafunzo mbalimbali kwa jamii, hasa baada ya muda wa shule na wakati wa mapumziko ya muda mrefu na mfupi. Kanisa la RCC linashirikiana na mdau mkubwa ambaye ni mshirika mwenza, shirika la Compassion International ambalo hutoa huduma ya kijana na mtoto. Shirika hili hufanya kazi kumkomboa kijana na mtoto katika eneo la kiroho, kimwili, kielimu na kijamii kwa jina la Yesu. Kanisa kwa kushirikiana na huduma ya kijana na mtoto, tuko mbioni kuanzisha kituo maalum kwa ajili ya vijana kinachoitwa Youth Innovation Hub. Kituo hiki mbali na shule ya Arusha Integrated School, tunategemea kwa neema ya Mungu kujenga kituo hiki cha Youth Innovation Hub wakati wowote kuanzia sasa. Tumeshachora michoro ya Youth Innovation Hub na tuko kwenye mikakati ya kujitahidi kutafuta uwezekano wa kuanza ujenzi. Youth Innovation Hub ni tofauti na Arusha Integrated School. Tunategemea kuweka center hiyo hapa. Kwa siku zijazo huenda majengo haya yakabadilika sana, kwa sababu Youth Innovation Hub itakuwa na ghorofa 2 hapa. Na Youth Innovation Hub kwa makubaliano na wadau wetu itategemea, imependekezwa kwamba kanisa hili la Arusha Integrated School itakuwa ni center kwa Arusha yote, kwamba vituo vingine vyote na taasisi zingine zote watakuja kujifunza hapa. Na hii Youth Innovation Hub inategemewa kuwa ya kisasa zaidi, na vituo hivi vimejengwa Kenya na sasa wanahamishia Tanzania, na kwa Tanzania tutapata neema kwamba iwe hapa.
Hivyo basi uwepo wa shule hii utaongeza chachu njema katika kumfikia mtoto na kijana wa Kitanzania. Kati ya program za nyongeza tutakazozitoa ni pamoja na kuwafundisha. Hii Youth Innovation Hub itakuwa itahusika kufundisha wanafunzi maarifa ya Biblia, kuwajenga kiroho na kimaadili, kuhakikisha vijana wanapata elimu lishe ambayo ni kiini katika kuongeza akili zao, program za chakula kwa watoto zinazolenga kupunguza utapiamlo, utoro shuleni na ujinga, kutoa nafasi kwa vijana kuja kujifunza mambo mbalimbali baada ya masaa ya shule ikiwepo soft skills. Hii Youth Innovation Hub inategemewa kutoa ujuzi wa soft skills ambayo haipatikani sehemu nyingi. Lakini pia kuanzisha darasa la kompyuta na mafunzo ya ujuzi wa kidijitali kwa vijana na kutoa elimu za ujasiriamali na elimu ya fedha kwa vijana. Dhamira yetu ni kuifanya shule hii kuwa kituo cha elimu bora kinachozingatia ubora wa taaluma, maadili na ubunifu, pamoja na kukuza vipaji vya watoto katika utamaduni na michezo, ili kuandaa kizazi chenye maarifa, nidhamu na uzalendo. Kwa hiyo sisi kama RCC, mwaka huu ni mwaka wa malango kuwa wazi, na Mungu ametuthibitishia kwamba ni mwaka wa malango kuwa wazi, kwa sababu Mungu alipotupa neno hili tarehe moja Januari tulipoanza ibada ya mwaka mpya, tukapewa neno hili la unabii kwamba ni mwaka wa malango kuwa wazi. Tumemwona Mungu akifungua malango, si tu kwa kanisa lakini kwa mshirika mmoja mmoja. Tumemwona Mungu akifanya maajabu. Tunapokea shuhuda zisizo za kawaida, na kanisa ni shahidi kwamba Mungu amethibitisha neno hili ya kwamba ni mwaka wa malango kuwa wazi. Mwisho, mheshimiwa mgeni maalum, mnenaji wa neno la Mungu, tunawashukuruni sana, tunakushukuru sana na tunawashukuruni sana kwa kujumuika nasi katika ibada hii ya kumshukuru Mungu kwa matendo yake makuu. Mungu awabariki sana. Ilikuwa tuombee michoro hiyo, lakini imeshaombewa. Anashukuru sana. Hayo ndio majengo yetu. Ukitembelea shule yetu utaona kwamba madarasa ni kidogo ni ya zamani. Hiyo ni existing majengo hayo. Ni majengo ya sasa, na tumeanza kuboresha shule hiyo. Kama utaenda pale, kwa ndani ya wiki 3 tumejenga jiko la kisasa mno ambalo yani linatumia teknolojia kupika, hakuna moshi, hakuna chochote. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwamba tumeshakamilisha ujenzi wa jiko la kisasa mno. Nipende nimshukuru sana PF wetu, meneja. Mungu akubariki sana. Bwana akubariki sana. PF, Mungu akubariki sana kwa moyo wako. Amekuwa sababu kubwa sana ya sisi kupata jiko la kisasa. Ametupeleka mahali ambapo walijenga jengo la kisasa, tukaenda kujifunza, wakapiga picha, tukahamisha hiyo ramani kama ilivyo tumeweka pale. Kwa hiyo mpishi anaweza kavaa vizuri, akavaa suti, akaja kupika shuleni, hakuna moshi. Bwana asifiwe sana. Jiko hilo la kisasa ni mfano tu unaothibitisha kwamba tunakoelekea ni green pasture. Na sisi tuna maono makubwa. Ramani unazoziona pale zina ghorofa karibu 4. Na tutakapomaliza kujenga majengo hayo, tutakuwa Arusha yote watakuwa na kujifunza hapa, kwa sababu tutatoa kila aina ya fani na kila aina ya elimu.
Kwa hiyo mtakapoingia pale, majengo ambayo nayaona sasa ni mpito. Hiyo hapo ndio Future Integrated School. Na mimi namwamini Mungu. Mungu aliyetupa shule baba askofu bila kuwa na shilingi, akatupa shule kwa hela nyingi sana. Huyo Mungu atajenga hizo ghorofa. Na ndivyo inavyokusudiwa kwamba ARCC kama lilivyo jina lake, Arusha Revival Christian Center, ndivyo ambavyo lilivyo jina lake, na unabii utatimia kwamba itakuwa Arusha Revival Christian Center. Mungu amethibitisha. Tuna washirika kutoka Maji ya Chai, tuna washirika kutoka Usa, tuna washirika kutoka Tengeru, tuna washirika kutoka Kisongo, tuna washirika kutoka Muriet kule. Mungu ameanza kuthibitisha kwamba hii ni Arusha Revival Christian Center. Na watu wanafunguliwa hapa, watu wanawekwa huru hapa. Bwana asifiwe sana. Hiki ni kituo cha maombezi cha watu kufunguliwa na kupokea majibu. Kama ambavyo imeelezwa, tuna ibada 3 sasa. Si kwa sababu tumekuwa wengi sana, lakini kwa sababu mtu yeyote ambaye ni mstaarabu na makini anaangalia mahitaji ya client wake. Kwa hiyo tuna ibada saa 12 hapa ya Kiingereza. Kama we ni Mwingereza, karibu ibada saa 12. Saa 12 mpaka saa 1:30. Kama una shughuli nyingi, karibu kwenye ibada ya Kiingereza saa 12. Ibada ya pili saa 1:30 mpaka saa 3:30. Tukimaliza tunaingia madarasa ya wanafunzi. Ibada ya 3 kuanzia saa 4:30 mpaka saa 7. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Na washukuruni sana, Bwana wabariki. Na watakieni baraka za Bwana. Ibada hii kuu ni kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa ambayo Mungu ametenda. Na mimi nawaambia washirika wetu, sio sisi tumefanya, ni Mungu amefanya. Kwa hiyo nawatia moyo kwamba hata wakiwa kule mitaani, kule nyumbani, wakiulizwa mmepataje shule, waseme ni Mungu. Kwa sababu ni Mungu amefanya. Kwa akili zetu haiwezekani, lakini kwa Mungu yote yamewezekana. Na tunategemea kuwa na walimu best kabisa. Ukimleta mtoto wako hapa, atahudumiwa kiroho, atahudumiwa kielimu. Kule nakoelekea leo, baba mmoja alikuwa ananiambia kwamba kwa kweli itabidi watakuwa wanakuja kuomba, alafu nyinyi mtaamua mkubali au msikubali. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Kwamba kwa sababu kiongozi pekee wa serikali aliyoko katikati yetu ni Mheshimiwa Diwani, ni heshima yangu kiprotoko tumpe maiki angalau aweze kusema tunaamini Mungu yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa Diwani, tunakupenda, tunakuheshimu. Ninakuomba sasa. Asante sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Baba Askofu David Molel, mchungaji kiongozi wa usharika wa ARCC, waheshimiwa maaskofu mlioko hapa kwa pamoja, waheshimiwa wachungaji, waheshimiwa
viongozi, wazee wa kanisa, waheshimiwa maafisa wetu wa polisi Jazz Band, waumini wote mliofika katika hafla hii ya kumshukuru Mungu kutoka maeneo mbalimbali kwenye viunga vya jiji la Arusha. Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote nichukue nafasi hii, Baba Askofu, pia kwa niaba ya serikali. Ni kweli tuna ziara nzito ambayo kama ulivyotaja waziri wa kilimo yuko hapa. Hata mimi mwenyewe nilitakiwa saa 3 niwe nimesharipoti kuungana na madiwani wenzangu kukagua miradi ambayo alikuwa anatembelea, ambayo ni sehemu ya kazi yetu mliotutuma tukafanye kuwakilisha wananchi. Lakini nikaomba uzuru ili nifike katika jambo hili kubwa, kwa sababu pia panapotokea mambo kwenye boma mnagawanyika. Lakini ni kweli kama ulivyosema Mheshimiwa mbunge wetu mchapakazi, waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, mbunge wa jimbo la Arusha, ni mtu anayejituma katika kuamini kutaka matokeo. Kwa hiyo nadhani ugeni huu mzito tu ndio umemfanya ashindwe kufika hapa, lakini ni mtu mmoja mtuifu, mwenye kupenda watu, mwenye kupenda ushirikiano. Lakini lingine zaidi, kwa niaba ya serikali nichukue fursa hii binafsi kama kiongozi muhimili wa kata hii ya Elerai kukushukuru askofu kwa maono, kwa sababu swala mnalolishughulikia tofauti pia na kutuponda mioyo yetu tuwe katika utaratibu wa Mwenyezi Mungu, ni sambamba na kutujengea uwezo wa huduma za kijamii. Kazi kubwa ya elimu ni shule, serikali ndio inawajibika kwa sehemu kubwa, lakini nyinyi mmekuwa sehemu ya kuisaidia serikali katika kufikia malengo yake ya kuwahudumia wananchi. Kwa hili niwape pongezi kubwa sana, na vile vile kwa maono sasa ambayo unayalete, naona Elerai itakayekuwa na chuo kikuu. Na kiongozi yoyote mwenye maono ya namna hii anaangalia hapo alivyo na vizazi vijavyo. Na ndio maana leo hii tukiangalia katika taifa la Tanzania, legacy ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haijawahi kuondoka, kwa sababu alisimama kwa haki na kweli na kuhakikisha Tanzania leo tulionayo ni maono yake kule na wenzake. Kwa hiyo na sisi kama viongozi wa serikali tunapopata taasisi inayoshughulika na jamii, ni sehemu ambayo inaifanya serikali kupunguza mzigo na kuleta huduma karibu na jamii. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa sana, wala si dogo. Na mimi nimekuwa muumini wa mambo kidogo, kwa sababu toka kata hii Megwe, kutoka kata ya Sombetini Oktoba 2000, mimi niko kwenye mfumo, na sisi ndio tulikuwa wachochezi wa kukata ili maeneo yawe madogo tuweze kuwafikia wananchi kwa hudumia, tukishirikiana na viongozi wengine pia waliotutangulia. Tumeanzisha shule hii ya Burka, nilihitimu miaka 47 iliyopita hapa. Tulihamisha kutoka hapo Burka Coffee Estate, baada ya kukabidhiwa rasi eneo lao, ndio tukaja kujenga hapa miaka ya 74, 75, 76 tukahamia wote. Lakini nilikuwa pia nikikereketwa sana. Shule hiyo tumekaa nayo, lakini tukapambana. Leo shule iliyoko kule majengo ya Elerai ni sehemu ya mimi kutoa mawazo, tukaanzishia bila kujali kwenye taasisi ya Kiislamu msikiti wa Majengo Takwa. Tulianza pale 2001, 2002 na 2003 ndio tukahamishia pale Majengo. Kwa hiyo
Tukiangalia haya maeneo yetu ya kuabudu pia ni sehemu ambayo tunaheshimu sana. Kiongozi yote anayejitambua, kwa sababu dini yoyote inaenda kutengeneza maono ya mtu na katika kukizi mahitaji, sababu naye mtu akikosa uelewa mpana, basi atakuwa hata umfundishe kinamna gani atapoteza mwelekeo tu. Kwa hiyo napenda kabisa, kwa sababu mmeona pia tumepambana sekondari ile 2005 tumeanzisha ile rai sekondari na 6 ndio ikaanza. Lakini leo matokeo ni mazuri, vijana wengi sasa wameajiriwa. Kwa hiyo mimi nafurahi sana nikiona kiongozi mwenye maono ambayo yatakumbukwa. Kwa hiyo Askofu David Mollel, Mungu aendelee kupigania na maono yako haya yaishi na yaendelee kuishi, kwa sababu hii ni kwa manufaa ya Tanzania. Kitu kama hichi, shule sio kwa faida kata, wilaya, mkoa au kijiji, Tanzania. Mtu atatoka eneo popote katika nchi ya Jamhuri ya Tanzania akaja akasoma hapa. Kwa hiyo nawashukuru sana, na mimi kwa kweli nimefarijika sana. Asanteni kwa kunisikiliza, na msisite pia kutualika tunapokuwa na majambo. Asanteni sana. Mheshimiwa Baba Askofu, mnenaji wetu maalum katika ibada hii kuu ya kumshukuru Mungu, ikiwa itifaki imezingatiwa katika ratiba yetu. Ratiba yetu inaonyesha kwamba sasa ni wakati wa hotuba ya mgeni rasmi, na katika ibada hii kubwa tulimwalika Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Arusha mjini, ambaye pia yeye ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Lakini kwa sababu ya dharura ambayo imejitokeza hapa Arusha, tuna ugeni mkubwa sana wa waziri wa kilimo tangu juzi, jana na leo, na yeye ni mwenyeji. Kwa hiyo ratiba hizi zimegongana. Kwa hiyo nafasi hii ya hotuba ya mgeni rasmi kwa wakati huu nafasi hiyo haipo, na kama mnavyoona kwamba tayari kulikuwa na nafasi yake. Tangu jana tumefanya mawasiliano, na kwa sababu hiyo katika mpango wetu wa ibada hii tulikuwa tumeandaa zawadi au kumpongeza mgeni rasmi, Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Arusha mjini na wa waziri wa habari, utamaduni, michezo na sanaa, Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Na sisi zawadi ambayo tumeiandaa, tumefikiri sana kwamba ni zawadi gani ambayo tungeweza kumpatia, lakini kwa uongozi wa Mungu tumekusudia kutoa zawadi za aina mbili. Zawadi ya kwanza ni Biblia, neno la Mungu. Lakini zawadi ya pili tumeandaa zawadi ya trophy, sijui mnahitaje. Na zawadi hii ni ya pongezi kwa mheshimiwa. Na pongezi hizi ni pongezi, tunampongeza kwa kuinua na kupaisha uchumi wa Arusha.
Wote tunafahamu ya kwamba mkoa wa Arusha ni mkoa wa kitalii na unajulikana dunia nzima. Mnakumbuka 2022 tarehe 18 mwezi wa 4 2022, Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Samia Suluhu Hassan alizindua Royal Tour na walialikwa wageni wengi. Tarehe 18 mwezi wa 4, baada ya kuja na wazo la Royal Tour, alienda kuhamasisha kule Marekani tarehe 18 mwezi wa 4 2022, na rasmi Royal Tour ikazinduliwa Arusha tarehe 22 mwezi wa 4 2022. Na kuanzia hapo rais wetu kwa kwenda kuhamasisha kule Marekani juu ya utalii ambao ulisababisha kufungua milango ya uchumi wa Arusha. Samia Royal Tour iliweza kufungua milango na nchi mbalimbali kufahamu utalii ulioko Tanzania. Kwa hiyo kuanzia hapo milango ilianza kufunguka, na wote ni mashahidi kwamba uchumi wa Arusha umefunguka sana. Mataifa mbalimbali sasa wanakuja. Hebu tumshukuru Mungu kwa ajili ya rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ambaye amefungua uchumi. Ametangaza sana mkoa wa Arusha kwamba ni mkoa wa kitalii na ajira nyingi zimepatikana. Sasa mheshimiwa huyu baada ya kuhamasisha kule Marekani, na tarehe 22 mwezi wa 4 ukafanyika uzinduzi maalum wa Royal Tour hapa Arusha, na baadaye ikaenea sehemu mbalimbali kuanzia hapa Arusha, Zanzibar, Dar es Salaam, Mount Meru, Kilimanjaro na Serengeti. Na kwa hiyo Arusha ilianza kufunguka. Lakini mheshimiwa wetu Paul Christian Makonda, Mungu alipomleta Arusha, alikuja na ufunguo, kwa sababu kiongozi ni ufunguo. Alikuja na ufunguo wa kuzidi kusupport yale maono ya rais wetu. Akachochea, ni kama vile alimwagia mafuta. Akaja na mpango ambao ulikuwa unaitwa Arusha Land Rover Festival, ambao ulizinduliwa Arusha tarehe wiki hiyo ilikuwa tarehe 12 mpaka tarehe 14 mwezi wa 10 katika viwanja vya Kisongo Arusha. Na kama ukifuatilia vizuri, Arusha Land Rover Festival ilikuwa ni ubunifu wa hali ya juu kuhusisha aina Land Rover za zamani ambazo ndizo zilikuwa zinatumika Arusha kama magari ya usafiri kwa watalii. Kwa hiyo kwa ubunifu huu aliweza kuchochea, aliweza kumwagia mafuta ile kasi ya kufungua milango ya uchumi katika mkoa wa Arusha. Na kuanzia hapo sasa Tanzania, Arusha imeweza kufungua na milango mingine Tanzania kwa ujumla.
Huu ulikuwa ni ubunifu mkubwa sana, na mimi naungana na John Maxwell, alisema kila kitu huinuka au kuanguka kutegemeana na kiongozi. Kiongozi huyu Mheshimiwa Paul Christian Makonda amefungua uchumi wa Arusha kupitia tukio hili la Arusha Land Rover Festival. Uchumi sasa milango ya uchumi imeachia. Kwa hiyo sisi kama kanisa tuliona kwamba tuweze kumpongeza kwa kufungua milango ya uchumi na kupaisha uchumi wa Arusha. Na kwa sababu kulingana na majukumu ameshindwa kuja, sisi tumekubaliana kwamba tutakwenda ofisini kwake kupeleka ujumbe huu. Kwa hiyo wakati huu nimkaribishe Baba Askofu kwa ajili ya kupokea pongezi hizi za mheshimiwa. Sisi tunampenda, tunaendelea kumwombea. Mnakumbuka tangu amekuja Arusha, amefanya vikao usiku na mchana akitatua matatizo ya wananchi. Amekuwa mbunifu wa hali ya juu sana kwa ajili ya Wanaarusha. Ni kiongozi anayefanya kazi usiku na mchana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana, na sisi tunamwombea maisha marefu. Mungu amlinde, Mungu amtunze, Mungu amzidishie kibali. Kwa sababu tangu Mungu amemleta, tangu Mungu kumtumia rais wetu Samia Suluhu Hassan kumleta Arusha, mambo mengi sana yamefunguka. Kwa hiyo ya kwanza kabisa ni zawadi ya Biblia. Kwa sababu neno la Mungu ni taa, neno la Mungu ni nuru, na sisi tunampa mheshimiwa zawadi ya neno la Mungu. Ili neno la Mungu limwangazie njia. Asante sana Baba Askofu, nashukuru sana. Lakini zawadi nyingine ni trophy ya kumpongeza kwa kufungua na kupaisha uchumi wa Arusha. Naomba uweze kupokea pia. Asante sana. Asante sana Askofu. Basi wakati huu naomba nirudishe ratiba kwa katibu, kwa MC, ili aweze kuendelea. Asante sana. Nimshukuru pia mheshimiwa diwani. Mungu akubariki sana mheshimiwa diwani. Mmekuwa mstari wa mbele sana, tumeshirikiana vizuri, na shukuru kwa kufanya kazi kwa karibu na mheshimiwa pia. Mungu awabariki sana, naombea mfanikiwe. Asante sana. Tumbe Mungu wetu makofi. Bwana asifiwe. Tumia nafasi hii kumwalika mwenyekiti wetu wa kanda, mchungaji na ni makamu mkurugenzi idara ya elimu, mchungaji wetu Germans Simbani, ili aweze kwenda kutufungia kwa maombi, na baada ya hapo tukio hili la picha litapata nafasi. Yes, tumekuwa na tukio la kihistoria hakika hapa mkoani Arusha katika kanisa la TAG la Arusha Revival Christian Center linalochungwa na mtumishi wa Mungu Askofu David Mole. Na leo walikuwa na ibada ya shukrani ya matendo makuu ambayo Mungu ametenda kwa kanisa hili toka amekuwepo hapa toka mwaka 2024. Yapo mengi ambayo ameyaeleza kama sehemu ya shukrani, lakini niko hapa na mzee wa kanisa, yeye kama mtendaji pia pamoja na mchungaji, bila shaka anaweza akawa shahidi wa haya ambayo yamefanyika leo.
leo pengine anazungumziaje, lakini pia tukio kubwa au ushuhuda mkubwa wa wao kuweza kupata pia hii shule ambayo kwa sasa itakuwa inamilikiwa au inamilikiwa sasa na kanisa hili la TAG hapa Arusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tuanze kwa kukufahamu. Mimi naitwa Wilfred Tandu Mkese, ni mshirika wa kanisa hili la TAG Arusha Revival Christian Center, kanisa ambalo linaongozwa na mchungaji kiongozi ambaye pia ni askofu wetu wa jimbo la Arusha Kati ambaye ni Dr. David Molele. Na pia mke wake wa askofu hapa pia ni katibu mkuu wa idara ya WWK Taifa. Ili angalau kufahamika kwamba hili kanisa linaongozwa na nani. Mimi hapa ni mzee na pia ni mzee kiongozi wa kanisa hili, kwa hiyo tunafanya karibu sana na mchungaji wetu ili kusapoti maono ambayo Mungu amempa katika maisha yake. Ndio. Karibu tuambie kwa ufupi hiki ambacho kimefanyika hapa, unazungumzaje kama mzee wa kanisa, lakini pengine kutokana na hiki kilichofanyika. Nilivyozungumza na baba askofu, anaeleza kati Mungu amempa hicho kitu kwamba atampa, yani hayo maono alivyompa, alikuwa hana chochote, yani kulikuwa hamna fedha kanisani. Kwa sasa natamani wewe uniambie nyie kama nyie hili jambo pia mlilipokeaje, na pia mmejifunza nini kwake, uthubutu wa namna hii kufikiria kuwaza jambo kubwa kama hilo na ingali kanisa halina fedha. Karibu sana. Mchungaji wetu ana miaka 2 hapa, na kwa sababu huko mwanzoni tulikuwa na mchungaji mwingine, kwa hiyo alipokuja akaeleza maono. Unajua mazoea yanajenga tabia fulani. Kwa hiyo huku tulikokuwa tunaenda tulikuwa tunafanya mambo makubwa, lakini huku nyuma tulikuwa tunafanya uinjilisti zaidi, hasa katika mikoa ya Tabora, mikoa ya Mara tumefanya sana, Kilimanjaro, yule aliyekuepo, lakini Mungu alipomaliza kazi yake Mungu akamtoa. Kwa hiyo mwaka 2024 mwezi wa 9 ndivyo ambapo mchungaji wetu akaletwa hapa, na alipokuja kukao kuna ni anaongea taratibu, lakini ni mtu ambaye ana maono na anasimamia. Kwa hiyo sisi hasa lilipokuja hasa hili la mwisho hapa, alituambia sisi tukao tunaangalia mfuko, mfuko wa kanisa kwa mchungaji, na pia akawa amezungumza na wale watu wametaja fedha nyingi, ambapo siku za nyuma tuliambiwaga fedha zilikuwa kidogo, lakini tulishindwa. Lakini yeye anasema hii shule Mungu amenisemesha, hii shule itakuwa ni ya kwetu. Tukao tumekaa hapa, tulitoka ni kwa sababu tunamwamini, ile tumetoka tukiwa hivi, tukasema hili linawezekanaje? Tukasema lazima tumsikilize, kwa sababu tulishaona mambo fulani hivi madogo yakiwa yanatokea, nataka jambo fulani alafu liwe ndani ya huu mwezi tunafanya. Alikuja hapa kabadilisha viti hapa, akasema hivi viti nataka nivibadilishe ndani ya mwezi mmoja. Akasema wanaotaka, yeye mwenyewe akaahidi viti kadhaa 10 hapa. Mimi naanza na 10 hapa. Ikabidi tumsupport ndani ya mwezi mmoja. Viti tukatoa na vile vingine vyote tukapeleka umisheni. Kwa hiyo hili lilipokuja, kwa kweli sisi kama wazee tulitoka, yani baada ya kikao chake kuisha, tukasema mchungaji anamaanisha au anatania. Lakini baadaye tukasema, na akasema tuingie kwenye maombi. Tukasema lakini kwa sababu ametuambia tuingie kwenye maombi, tukaingia kwenye maombi. Na baada ya muda, kwa sababu ile shule ilikuwa inaendeshwa na Muislamu, na katika historia ya Kiislamu, Waislamu huwa ni vigumu sana kuwapa Wakristo. Mara nyingi huwa wanataka kuwapa wenzao. Na hata sisi Wakristo pamekuwa na utamaduni wa namna hiyo, kwamba hata Wakristo sisi ukitaka kuuza kitu alafu kinataka kununuliwa na mtu wa imani nyingine, tunakuwa kwa hiyo hatuwalaumu, lakini pia na sisi pia hicho kitu kipo. Lakini yule mzee tulimuita, akasema mimi hii shule nilianzisha kwa ajili ya huduma. Nyinyi mnaenda kufanya huduma au mnaenda kufanya biashara? Sisi tuambie ni huduma, hii si kanisa hapa. Anasema kama ni kanisa, nimefuatwa na watu, lakini mlipomfuata mimi sikulala. Moyo wangu ulinyong'onyea sana. Nikaona kanisa linaweza likafanya vizuri kuliko mimi. Nimeamua kuwapa. Tukaingia kwenye maombi, hakuna hata 100. Hakuna hata 100. Yaani fedha zilipokuja kupatikana, hata sisi tunasema ni Mungu.
Hatuna maelezo mengine, tunasema ni Mungu tu alitaka hii shule basi milikiwe na hili kanisa ambalo linaongozwa na Askofu David Mole. Yani hata sasa mimi ukiniuliza ni Mungu, mimi sijui alitoa wapi milioni 600 wakati sisi pato letu kwa mwaka linakuwa ni milioni 60 na kitu. Pato letu la mwaka sio la mwezi, ni la mwaka. Pamoja na mambo mengine hivi milioni 60 na kitu hapa bado haijafika 70. Sasa unakuja kuambiwa utafuta milioni 700 hapa. Hivi shule unaweza kuipata hapa? Lakini tunamwamini na anaongeaga taratibu. Tunataka hii. Tunataka hivi. Wala asemi kwa kishindo na nini hapa. Tuingie tuombe Mungu na alikuwa anaenda na kauli mbiu kwamba Mungu amenisemesha anataka kupanua mipaka ya ARCC, Arusha Revival Christian Center. Huo ndio wimbo wake. Mungu alinisemesha, aliniambia anataka kupanua mipaka. Na baadaye akasema mlango umefunguka huku ni kusini. Umepanuka kusini. Kwa hiyo inawezekana utakuja mashariki, kaskazini na magharibi. Kwa hiyo sasa mlango umefungukia kusini. Kwa hata sisi ukiniuliza hapa ni Mungu. Kupitia hili nyie kama wazee na watendakazi pia limewafundisha nini? Limetufundisha kumwamini Mungu kwa kiwango cha juu sana. Yani sisi tumejifunza kumwamini Mungu kwa kiwango cha juu na kumwamini mtumishi wake. Unamwamini Mungu na mtumishi wake. Kwa sababu Mungu haaji kushuka tu hivi kama kitu fulani hivi au kama njiwa akasema hapa. Mungu sasa hivi anasema na watu wake. Sasa sisi ambao tuna kanisa na tuna kiongozi na Mungu pia anasema kupitia viongozi wake. Kwa hiyo sisi tumejifunza hapa kumwamini Mungu na kumwamini na mtumishi wake. Mimi nakushukuru sana kaka. Asante sana dada yangu. Karibu sana, tuko hapa kama ambavyo mchungaji ameelezea, tuna ibada na mambo mengi sana yanafanyika hapa. Ameelezea hapa matukio makubwa ambapo tunataka kuanzisha center hapa. Center kubwa ambayo itakuwa ni kitovu hapa Tanzania. Kitajengwa hapa. Hayo nayo ni maono mengine. Bado hayajatokea lakini sasa hivi tunaamini yanatokea. Na umeona kuna michoro imejengwa pale. Tunataka kwa sababu eneo letu sio kubwa sana. Kwa sababu tunataka kufanya, amemsemesha kwamba anataka kuanzisha kituo ambayo kina kila kitu. Sasa tunaamini tuna ghorofa 4 hapo. Tuna ghorofa 4. Tunaamini kwa sababu ameshamsemesha tukapata hizi hela za hii shule kununua majengo na shule na wafanyakazi wake wote. Leo walikuwa huko hapa na watoto. Yaani tumechukua wote, tunamwambia shule tukabidhi kila kitu na mali iliyoko hapa. Kwa hiyo tunamwamini Mungu kwa sababu ameshamsemesha na michoro tumeshachora hapa. Kwa hiyo sasa hivi kila jambo tunapoomba tunamuonyesha Mungu. Mungu unaona nini hiyo? Kupitia mtumishi wako ulipomwambia litatimia. Lini litatimia? Litatimia tu. Kama lilivyotimia hili na hili litatimia. Kwa hiyo tunamwamini Mungu hapa. Muda sio mrefu tutakuita tena. Tutamshukuru Mungu. Ndio maana tukio hili limefanywa kwa sababu kwamba tumeona tusio wajinga. Ni kuweka historia. Mungu akifanyia jambo dogo, kumbuka. Ukikumbuka haya magorofa siku moja tutakuja kueleza tena hapa na ambapo makubwa zaidi yatakuja kufanya. Tulitoka hapa, tuko hapa. Mungu akubariki sana. Karibu sana, karibuni kanisani kwetu. Ushukuriwe. Ushukuriwe Mungu. Ushukuriwe Baba. Ushukuriwe. Ushukuriwe Mungu. Mimi nakushukuru. Ushukuriwe sana. Ni wewe tu. Ni wewe tu. Ni wewe tu.
kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee.